ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. من الذاكرين صلى الله عليه وسلم. Wanachuoni wanasema ni kule hadith, yani inapotokea jambo kwa wakati wake inakuwa ni bora kuizungumzia kwa wakati wake, ijapokuwa tunaweza kuzungumzia jambo kila wakati, lakini kila inapotokea jambo kwa wakati wake kulizungumza inakuwa ni bora zaidi. Hivyo wanachuoni wanasema al-amal mafdul fi zamanihi wa makanihi muqaddimu ala al-fadil. Jambo yaweza kuwa sio la muhimu sana, kama hivi tuko katika zama Ramadhani, kila kitu priorite kwetu ni mambo yanayohusiana na Ramadhani, lakini ikitokea jambo kama hii ya tukio iliyotokea tarehe 17 mwezi wa Ramadhani, kuilizungumzia inakuwa tena muhimu zaidi ya kila jambo. Wama adraka ma qisatu ghazwat Badr, yani lipi tawajulisha nini tukio ya vita ya Ghazwat Badr, tukio ambalo ndugu zangu Waislamu, wanachuoni wanasema tarehe ya Uislamu inaanzia kwenye tukio ya Badr. Wengine wanachuoni wakastarifiana na wao wakasema ni tukio ya Isra na Miraj, ndio inaanzia tarehe ya kuasisiwa Uislamu. Yamaanisha ni tukio ya Muislamu yoyote anatakikana aijue na kuifahamu, kwa kuwa ni mambo inabeba msingi ya dini yake, na kuifahamu dini yake ilianza vipi, ilikuwa vipi. Na hii chombo ya ulinzi mtume kama hilo tunaona katika sistemu ya dunia nzima tunazopata. Na katika Uislamu hii sistemu ya ulinzi ndio inaitwa nini? Ndio inaitwa jeshi na jihadi. Kila nchi na sistemu yake ya ulinzi na jina lake. Tuna kama Kongo tunayo FARDC, tuna Uganda sijui ni UPDF, sijui UPDF, tuna Kenya tunakuta ni KDF, tunakuta Tanzania ni TDPF, unakuta sio Rwanda ni nafasi RPF, unakuta Uganda sijui ni sijui, yani kila nchi wana system. Na Uislamu nayo ilikuwa na ya kwake jeshi na jihadi, lakini inaitwa hivyo jeshi na jihadi kwa kuwa ndani yake kuna nini? Ndani yake hivyo kuna malipo na thawabu kwa wale wenye kusimamia ulinzi wa mji, ulinzi wa raia na ulinzi wa mali ya raia. Ilikuwa ni sistema kama watu wote wanafanya dunia nzima. Ndugu zangu Waislamu, waweza kukusanyisha hizi lafzi zote 65 tukakusanyisha waliouawa, waliostashhad, waliopata shahada upande wa Uislamu na waliouawa upande wa makafiri, hatupate zaidi ya 1000. Fikiria katika miaka 23 ukapatikana ndani yake ghazwa, vita ngapi? 65, upande ya haki na upande ya batil na upande ya waumini wasiokuwa waumini. Waliokufa katika upande zote mbili hawafiki 1000. Leo propaganda za duniani, Wayahudi
kuadui Waislamu, wanasambaza kama Uislamu iliingiza Uislamu. Anashauri watu wenye wako chini yake, anashauri watu wenye yeye ndio anaongoza. Hapa tunapata mafundisho gani? Tunapata mafundisho kuonesha kama leadership haiko kitu mdogo. Leadership inatakikana ukonsidere kwanza wale wote walioko chini yako. Hata kama utakuwa wazidi akili, unawazidi experience, lakini wakonsidere ili kufikia kwenye nini objective. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawasikiliza wale wa maswahaba. Wale maswahaba baadhi yao watawaka, yani baadhi yao hawakumwambia, hakuzungumza chochote, kimya. Wakasimama baadhi wakasema, ya Rasulullah, nilujahiz anfusina, yani tujitayarishe twende turudishe mali ya wale ndugu zetu waliopoteza mali zao kule Makka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposikia nusu wanasema wako tayari na nusu hakusema chochote, Mtume akasema wale wenye wako tayari peke yao wainuke wakuja watoke na mimi, wale wenye watabakia haina shida. Kitu ya khiari ya Mungu, haikuwa force kwa kila mtu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa ndio tunaenda kupata wale Ahlul Badr tunasikia kali wanane. Hizo kwa shamba baadhi ya maswahaba wakubwa hawakuzungumza chochote. Uthman bin Affan hakuwa katika Ahlul Badr. Maswahaba wakubwa na ikikuonyesha kama ni jambo haikuwa lazima. Mtume aliwaachia hiari ya kila mmoja. Akazungumza, Mtume akasikiliza maneno yake yote, maneno akazungumza gani? Ya Rasulullah, maadama walishakuja ukarudi nyuma, watatufuata mpaka Madina, na wakatufuata mpaka Madina, itakuwa ni madhara ni gani? Madhara sisi wenyewe, madhara watoto zetu, madhara kwa wake zetu, madhara kwa mji wetu, madhara kwa nini? Madhara vile kwa mali zetu. Mtume akaendelea kusema, ashiru alayya ya Allah. Mtume anasikia, akaendelea kuzungumza na bado anaendelea kusikiliza kutoka kwenu. Akainua mkono mmoja katika maswahaba anaitwa Saad. Saad radiyallahu ta'ala anhu akainua mkono akasema, ya Rasulullah, kaanaka tu'inuna ya Rasulullah, kaanaka tu'inuna. Akasema ni kama unatukusudia sisi, akikusudia wanani? Wa Ansar. Na kwa kuwa walikuwa kizungumza wote wa nani? Wa Muhajirin, wale walifanya migration. Lakini anataka kusikiliza sasa kwa nani? Kwa Ansar. Ansar ndio watu wa Madina. Fakama Saad akasimama. Saad aliposimama akazungumza maneno, ile maneno wallahi maneno mazito sana. Akamwambia, ya Rasulullah, sisi tulikufanyia bai'a. Ya Rasulullah, tulikufanyia bai'a kwa mali zetu, tutajitoa muhanga kwa mali zetu, kwa familia, wake zetu, watoto zetu, kwa damu zetu, ili kuhakikisha tunakunusuru wewe na kunusuru dini yako. Ya Rasulullah, ikiwa kama ni adui unatokea vitu nyuma hii mlima, unatuambia kwa kufikia adui tupasweni mlima ili kufikia, ya Rasulullah, hutaona miongoni mwetu sisi wa Ansar tutakhalifu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasara bidhaa. Mtume akafurahika na maneno, akafurahishwa na maneno ya sana, akasema, akafurahi. Baada ya kufurahi ndio Mtume sasa kama yuko na nani, yuko na watu, akahakikisha kama yuko na watu wenye wataenda katika mapambano na watapata nini? Watapata nusra. Basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaanza kupanga nini? Akaanza kupanga safu, akaanza kukagua safu za maswahaba zake zile. Yaani mambo kisi kwa tunategemea hapo hivyo. Sasa inakuwa sasa andae nini? Andae sasa ni watu kufanya nini na kujitetea. Yaani mambo objectif la changer sasa. Anakuwa impose kwenye vita ile walikuwa hawatarajii. Mtume akaanza kupanga safu. Akipanga safu alikuwa na kijiti kidogo, mkononi. Yaani kama kijiti kidogo, na tunaona masisteme nyingi ya nchi yawe makamanda mingi katika majeshi ama makamanda mingi katika vikosi vya usalama. Utamwona kiongozi anakuwa anakaa
Kaka kijiti kadogo. Maana ni kitu ilianza kuanzia huko, kuanzia majani huko juu. Mtume alikuwa na kijiti yake mkononi. Akakuwa anapita kwenye swafu. Stau kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Akiambia nyosheni swafa na nyosheni swafa na amaliza yeye anaingia swafa pili. Anaingia swafa. Iko kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hapo mwanzo hadi mwisho. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafika mahali ya sahaba moja, fimbo yake ile ikampiga moja katika masahaba kwenye tumbo. Ikampiga hivi kwenye tumbo. Ule msahaba akasema, ya aujaatni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, umeniumiza ya Rasulullah. Wa anta kad qulta bil haqq. Akasema, ya Rasulullah, unaniumiza na wewe Mwenyezi Mungu alikutuma kwa uadilifu na uhaki. Mtume akajua kama huyu yataka nini? Kisasi. Yataka kisasi. Mtume akachukua fimbo akampatia. Akachukua maswahaba, fikiria hali ya maswahaba. Hapo kuna kina Sayyid Umar radiyallahu ta'ala anhu, kuna kina Sayyid Abubakar, kuna maswahaba wakubwa wako hapo. Hali yao ilikuwa betize yote, hawakuwa na sipote betize hata kidogo mbele ya Mtume ifanyiwe. Sasa huyu anamwambia Mtume anataka kisasi, amrudishie Mtume. Wengine wakatoa, ya Rasulullah, khalina dribu onoko, yani ya Rasulullah, yati mkate kichwa chake. Mtume akamwangalia, akampatia. Baada ya kumpatia ile fimbo yake, Mtume akamwambia, akasogea mpige naye pale kwenye tumbo. Akamwambia, ya Rasulullah, ule jina yake ilikuwa sahaba, ilikuwa jina yake ilikuwa Sawad. Huyu Sawad radhiallahu ta'ala anhu akamwambia, ya Rasulullah, wakati umenipiga ile kijiti yako, sikuwa tumbo langu ilikuwa wazi, lakini wewe unafahamu kwa ya Rasulullah. Fikiria hali ya sahaba. Maana yake anaongeza nini? Anaongeza hali mbaya tena. Mtume akatoa nguo, akaitoa nguo, akamtoa tumbo, akabakisha tumbo wazi. Sallallahu alaihi wasallam. Basi yule akakamata kwenda akamwambia Mtume, akambusu ile tumbo yake. Akamwambia, baraka na hadha ya Sawad. Nini nafikiri kufanya mambo kama haya? Mtume akamwambia, nini nafikiri kufanya mambo kama haya? Akamwambia, Rasulullah, mimi sikutaka kisasi yoyote, lakini unajua mambo tunakuwa impoze. Hii jambo tunakuwa impoze ya vita. Yeye tulikuwa tuko nani? Unajua sijui kama mimi nitaenda mzima au nitarudi mwenye nilishapata shahada huko juu. Nataka mwili wangu iwe ya mwisho mwenye itagusa mwili yake ni mwili wake Rasulullah. Angalia tabiri. Hawa ndugu zetu ni wataka kuadhimisha Mtume Muhammad. Huyu anataka tu mwili yake tu ikwe ya mwisho kusali na Mtume Muhammad. Zama leo tutasema ni shirki, tutasema sio dini. Hakuna. Wanajua valere ya huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni sahaba. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamtoa mwachia, yani asifikie ushiriki chake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamaliza kukagua jeshi lake, akamaliza kuwapanga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kugawa raya, akaanza kugawa nini? Bendera. Akagawa ile, akagawa wako 300, akagawa makundi, akagawa kundi nyingi, akagawa kundi mbili, lakini anataka kuwapatia bendera 3. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akachukua bendera la kwanza.